Okay. Hii ni story nzuri ya fundi bomba, yani ujenzi wa bomba, ambapo inamhusu Pablo na Bruno. Hawa jamaa walikuwa ni marafiki sana, kama wewe ulivyo na huyo rafiki yako. Ila sehemu walipokuwa wanaishi kijiji kimoja cha mbali, kulikuwa kuna uhaba. Huu uhaba ulikuwa ni uhaba wa nini? Wa maji. Kwa hiyo iliwalazimu waanze biashara yao ya kuuza maji, biashara yao ya kwanza ya kuuza maji. Wakawa wanachota maji kijiji fulani kutoka sehemu fulani milimani, wanashusha kabisa peleka mabondeni huko. Sawa? Hii hali ilikuwa ni ngumu sana kwao. Sawa, ilikuwa ni ngumu sana kwao, manake walitumia nguvu nyingi, walitumia akili nyingi kubeba ndoo nyingi za maji. Ila Bruno akaja kumuuliza siku moja Pablo, hivi Pablo, tutafanya kazi hizi mpaka lini? Mbona mimi nachoka sana, mbona tunachoka sana? Pablo akamwambia Bruno, sikiliza, kwani wewe unafikiri nini tutafanya zaidi ya kuchota maji? Inabidi tuongeze nguvu, tuchote maji, tutembee kwa kasi, tupate hela. Bruno hakuelewa hizo mambo, akamwambia Pablo, nisikilize kwa makini. Hii hali mimi nahisi kuna muda itafika mwisho, kuna muda sisi tutachoka. Je, itakuwaje? Bruno hakumuelewa hata kidogo. Bruno alichokifanya ni kwamba Pablo alichokifanya akasema, mimi sikuelewi. Kwani wewe una plani gani? Bruno akamwambia Pablo, mimi plani yangu ni kwamba hivi, hapa ninachokiplani ni kwamba hivi, inabidi tutengeneze bomba, tuanze kujenga, tutengeneze mifereji ambayo itatoa maji kule na kuyaleta huku. Sawa? Pablo akamwambia, wewe naona unajidanganya, maana yake hiyo itatuchukua muda mrefu na tutakuwa hatuwezi kuingiza pesa. Bruno akamtizama Pablo, akazidi akasema, hivi itakuwaje kama hiyo ikiferi? Wewe unafikiri tutaishi vipi? Bruno hakumuelewa rafiki yake Pablo, akamwambia sawa, kama unahisi kuna kuferi hatuwezi kuendelea, basi wewe hata mimi nitafanya. Pablo akaanza mikakati yake ya kujenga bomba, kana kwamba asubuhi anachota maji ndoo chache, wanaenda wanauza kijijini, anapata hela ya kumkizi kwa siku ya leo na kesho na kashukutwa. Anaingia kwenye ujenzi wa bomba, akaanza kuchimba mitaro, kuchimba visiki, kuweka miti. Watu wakaanza kumcheka, maana yake mwanzo haikufanya chochote, haikuonesha chochote kinachoendelea. Watu wakawa wanamcheka, na mmoja hapa waliokuwa wanamcheka ni rafiki yake nani? Bruno. Akawa na Pablo akawa anamcheka. Bruno akaendelea. Hiyo siku Pablo, kwa kuwa yeye alikuwa anafanya kazi, anaingiza hela, akawa na majumba, akanunua mazao, akanunua wanyama na nini, akiwa na hela nyingi. Ila Bruno yeye aliendelea karibia mwaka mzima, yeye anaendeleaga tu kujenga bomba, anachota maji kidogo, anapata hela ya kuishi leo, ila anaendelea na ujenzi wa nini? Wa bomba. Ila at the end of the day nguvu zikaanza kuisha kwa nani? Pablo. Maana yake alikuwa anatumia nguvu nyingi, maana yake aliona hili aingize hela nyingi, aliongeza ukubwa wa ndoo zake. Aliongeza ukubwa wa nini? Wa ndoo zake, ili aingize hela nyingi. Sawa? Miaka mitatu ikapita. Maisha ya Bruno yanaonekana ni mabaya, Pablo maisha yake ni mazuri, ila mbaya zaidi akawa anatumia hela ambazo anazitumia kwa ajili ya kuchota maji na kuuza kijijini pale, kwa ajili ya kuspendi kwenye majumba ya starehe, yani kuspendi bana wanawake na kadhalika. Sasa ila Bruno yeye hakufanya hivyo, yeye aliendelea kujituma zaidi na zaidi. Ila baada ya muda ujenzi wake ukawa umekamilika. Ujenzi ulivyokamilika tu, hapo Bruno ndo alipoamua, ndipo alianza kuona nguvu ya mfumo. Kama utaelewa hii video hapo chini utanikomentia neno mfumo. Alielewa nguvu ya mfumo. Maana yake hela ilianza kuingia, kwa sababu yeye alikuwa hahitaji tena kupanda kilimani kwa ajili ya kwenda kuchukua maji kuleta kijijini. Ilikuwa ni kwamba hivi lile bomba alilotengeneza linaleta maji hadi kijijini alipo. Kana kwamba yeye alikuwa anaweza kuuza maji. Wana kijiji wanakuja pale, wanachota maji, ananunua. Yeye hayakuwa hata amelala. Hela inafanyaje? Inaingia. Hata akiamka hela inafanyaje? Inaingia. Ila Pablo yeye alichoka sana, maana yake ilifikia hatua hawezi tena kupandisha juu kuenda kuchota maji. Hii inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba kokote uliko duniani jitahidi kutengeneza mfumo. Maana yake through kutengeneza mfumo wewe utaweza kujiingizia pesa hata kama umelala. Na biashara yangu mimi itakufundisha juu ya kutengeneza mfumo. Hali ya leo hii unaweza ukawa unaingiza pesa. Hiyo pesa inahitaji uwepo wako, inahitaji nguvu zako, inahitaji jitihada zako wewe mwenyewe, kwa sababu hujatengeneza nini? Mfumo.
Hii hali naweza nikailinganisha hata na watu walioajiriwa. Unafanya kazi sana miaka 30, unaingizaga hela ya mwisho wa mwezi kwa sababu ni hela ambayo haiongezeki. Ila ukichoka, serikali inasema inabidi ustaafu. Unaenda nyumbani kutulia nyumbani. Ndio unapata eti muda wa kuwa na familia, ndio unapata eti muda wa kuwa na kuanzisha biashara. Hiyo biashara itafeli kwa sababu huna ujuzi. Miaka 30 nao umeitumia kwenye ajira. Alafu unataka ndani ya muda mchache mwaka mmoja miwili ufanye biashara itakayo kuingizia hela. Hapana, haiwezekani. Kumbuka hapa akili imechoka, magonjwa ya kuandama, inabidi ukatibiwe, inabidi mambo ni mengi, pressure, sukari na kadhalika, vyote ni vya kwako. Ila kwa nini usichukue hatua leo hii ukaanza biashara ambayo itakusaidia kuingizia pesa hata kama umelala? Kwa sababu kwenye hii biashara nitakufundisha jinsi ya kutengeneza mfumo kama aliyotengeneza Bruno. Kama umenielewa, nitumie ujumbe WhatsApp au comment hapo chini, nimeuelewa mfumo, nahitaji kujua juu ya mfumo, nami nitakuelimisha. Nipo kwa ajili ya kupa elimu ambayo itakuelimisha juu ya mfumo na jinsi gani unaweza kaingiza pesa hata kama umelala. Guys, mfumo ni jambo la muhimu sana na inabidi ujifunze juu ya nini? Ya mfumo. Maana yake mfumo is everything. Watu wote waliofanikiwa wametengeneza mfumo. Ukiona mtu maisha yake ni mabaya, ni kwa sababu ya mfumo wake mbovu. Sawa? Leo hii ukimwona mzee umri mkubwa ila ni maskini ni nini, usimcheke. Huyu alishindwa kutengeneza mfumo. Nawe ukimcheka na huyu hujatengeneza mfumo, kana kwamba utakuwa unaicheka future yako. Nipo kwa ajili ya kukupa maarifa sahihi juu ya biashara.